Naona kabisa kama tulikuwa tunacheza na wakubwa wenzetu. Kwa hiyo sisi nashukuru kwamba tumepata nafasi, tumekwenda. Tunamsubiri ambaye atakayekuja mwingine baadaye. Huu ndio mpira wa miguu ulivyo. Mpira wa miguu ulivyo unakuwa na wachezaji 30, lakini sheria, taratibu pamoja na kanuni zinakutaka wachezaji 20 kwenye mchezo mmoja. Kwa hiyo ukishakuwa na wachezaji 30, hauwezi kuwapata wote 30 katika mchezo mmoja. Mchezaji mmoja unataka wachezaji 20. Kwa hiyo wengine walikuwa wapata nafasi kutokana na kanuni zinavyozungumza, lakini si kwamba wachezaji wabaya, ni wachezaji wazuri, na unaona leo wamefanya vizuri na matokeo yake ndio hao wametupeleka nusu finali. Kwanza ni mashindano ya Muungano, hakuna timu rahisi, hakuna timu ndogo, timu zote kubwa. Kwa hiyo sisi tumejiandaa kwa ukubwa huo na tunakwenda kucheza kwa ukubwa huo. Kwa hiyo tunaamini kwamba Mlandege timu mzuri, tumewaona wakicheza na Singida na walimu wameona, tutakwenda kufanyia kazi katika siku mbili hizi zilizokuja. Lengo ni lile kwamba tuje kushinda, tuende finali na ikiwezekana finali tushinde tuwe mabingwa basi. Ni kama mwalimu anajiandaa na michezo migumu zaidi mbele yake kwa sababu hata kikosi alichokitumia leo ni kikosi ambacho huwa hakitumii mara kwa mara. Kwanza katika Simba hakuna mchezo mrahisi, ni kutoe shaka. Simba hata akicheza na madeva bodaboda leo mechi inakuwa ngumu. Kwa hiyo mwalimu hilo analifahamu, isipokuwa ni kwamba tu ameamua kufanya rotation leo kawaida, si kwamba kwa sababu anajiandaa na mechi ngumu, kwa sababu hata hii mechi haikuwa rahisi. Ingekuwa rahisi tungeshinda goli 7 mpaka 8, lakini umeona mechi tumeshinda goli 1, kwa hiyo ni kuonyesha kwamba mechi haikuwa rahisi. Nafikiri tu mwalimu ameamua kuwatumia wachezaji wengine na leo kuwapa nafasi waonyeshe kile walichokuwa nacho. Sio hili tu. Yaani ukiona tumekwenda hata kushiriki kombe la mbuzi, sijui Mandondo Cup, sijui Yamle Cup, ujue lina mipango yetu. Kama lina mipango yetu hatuendi huko. Lakini ukiona timu imekwenda basi ujue lina mipango tu, alichukua hiyo. Asante. Basi pengine tuseme mnajiandaa na michezo mikubwa zaidi kwenu ninyi, kwa sababu ukitazama kuna uwezekano mkubwa wa ninyi kukutana na wananchi Young Africa ama wauka mikate wa jiji la Dar es Salaam Azam FC, na nyuma kidogo kumekuwa na kustruggle ama kumekuwa na michezo migumu zaidi mnapokutana na wawili hawa. Pengine maandalizi yenu ama focus yenu ni nini hasa kuhakikisha kwamba pengine mtapata alama kwa wakubwa na wapinzani wenu wa karibu? Kwanza sisi tunacheza mechi zote kwa usawa, kwa sababu mechi zote zinakuwa kubwa. Timu yote inapokuja kucheza na Simba inakuja kucheza kwa ukubwa huo, na sisi tumejiandaa kwa ukubwa huo, kucheza nao wakubwa wenzetu kwa ukubwa huo. Hii ya Yanga isikutie shaka, kwa sababu hata tusipokutana nao hapa tarehe 3 kesho kutwa tu. Kwa hiyo hata jogoo asipowika asubuhi itafika. Kwa hiyo kama tutakutana nao hapa inshallah tutakuwa tujamalizana, tutacheza nao hapa, lakini tarehe 3 tutaenda kumalizana nao. Na ni muhimu zaidi kwamba sio Yanga tu, yoyote ambaye atakuwepo tayari kwenye mashindano haya, na sisi tuko tayari kwa ajili ya kutoa ushirikiano. Tunahitaji sana kombe hili. Dada amezungumza hapa akisema tuna uhaba wa makombe, ni kweli, na tunalihitaji hili liwe moja la kwenda kutupunguzia uhaba. Kwa hiyo tuko tayari kucheza na yoyote ambaye yuko katika mashindano haya na amepata nafasi ya kusogea mbele. Lipi neno lako kwenda kwa mashabiki na wapenzi wa Simba Sports? Tunawapenda sana kwa sababu wamekuwa na sisi mara zote. Hawajalishi matokeo. Tunapokuwa tumeshinda, tumedraw, tunafungwa, muda wote wamekuwa kwetu. Tunawashukuru sana na tunaomba waendelee kuja kutusupport. Tuna mchezo unakuja dhidi ya Mlandege, mchezo sio rahisi, ni mchezo mgumu. Mechi ya mwisho ambayo tulicheza hapa na Mlandege katika finali, tulipoteza mchezo ule kwa goli 1-0. Kwa hiyo haitakuwa mechi rahisi. Tuwaombe waje kwa wingi, tuhakikishe kwamba tunapata matokeo katika mchezo huo. Basi tukushukuru sana. Asante sana.